Bwana Yesu asifiwe. Katika Jumapili ya leo ya tarehe 1 ya mwezi wa kwanza, usharikani hapa, usharika wa Kunduchi, tulikuwa tuna nafasi ya kujifunza kwa habari ya mambo 7 ya msingi ambayo unapaswa kuweza kuanza nayo wakati ukiwa unaanza mwaka katika tarehe na katika siku kama ya leo. Na jambo la kwanza tulisema ni vizuri uwe na neno ambalo linakupa dira ya kule ambako unakokwenda, hasa ukizingatia tuna safari ya takriban miezi 12. Kwa hiyo lazima uwe na neno ambalo linakusaidia katika miezi yote hii 12. Lakini tukasema jambo la pili ni vizuri kuomba ulinzi utakao kwa Mungu Baba. Tunajua mashambulizi ni mengi, vitu ni vingi, lakini ni vyema zaidi ukaomba kwa habari ya ulinzi. Jambo la tatu tukasema ni vyema sana ukiomba kwa ajili ya afya ya kwako, na ziko ahadi za Mungu ambazo zinatugarantia kwamba tutakuwa na afya iliyo bora katika miili ya kwetu na katika vile tunavyovifanya. Jambo la 4 tukasema ni vizuri unapoanza mwaka kuomba Mungu akupe watu sahihi. Uchumi wa kwako, vile ulivyo, matokeo ulionayo yanatambulishwa na aina ya watu ambao wamekuzunguka. Kwa hiyo tukasema ni vizuri umwambie Mungu 2026 akupe watu walio sahihi. Jambo la 5 tukasema ni vizuri pia kuitaka neema ya Mungu ikae na wewe. Neema ya Kristo Yesu wa msalaba ikae pamoja na wewe. Na mafanikio yamefungwa kwenye maeneo makubwa mawili: kufanya kazi kwa bidii pamoja na neema ya Mungu. Lakini jambo la 6 tukasema ni kitu cha msingi na ni cha thamani sana kujifunza kuweza kuachilia sadaka. Hasa unapokuwa unapoanza mianzo ya miaka, ni vizuri ukajifunza kuachilia sadaka. Jambo la 7 na la mwisho ni jambo zuri sana la kumtaka Mungu akusaidie kukupa kibali. Haya ndio mambo 7 tuliojifunza asubuhi ya leo katika tarehe 1 ya mwezi wa kwanza 2026, na tunakuombea yakafanyike kuwa ya kwako na Mungu akakutetee. Lakini zaidi sana, huu ni mwaka wa kumngojea Bwana. Mungu awabariki sana.